Asante sana, naitwa Theobald Sabi, ni mkurugenzi mtendaji wa benki ya NBC. Leo hii tumezindua NBC Dodoma Marathon msimu wa 7, marathon ambayo itafanyika tarehe 26 mwezi wa 7 kama kawaida pale pale jijini Dodoma. Nichukue fursa hii kuwakaribisha wananchi kwa ujumla, wapenda michezo, wanariadha kushiriki kwenye mbio hizi. Kama ilivyo ada, mbio hizi zinalenga kujenga afya, ni michezo, lakini hasa ukija kwenye mbio hizi unakimbia huku unaokoa maisha. Tumekwisha mpaka sasa kuwafikia kina mama zaidi ya 200,000 ambao wameweza kufanyiwa uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi kutokana na mapato yaliyotokana na misimu 6 ya mbio hizi ambayo imepita. Na tunavyokwenda sasa kwenye msimu huu wa 7, tumeweka nguvu pia kwenye eneo la kuokoa vifo vya kina mama na watoto wakati wa uzazi, na pia kuweka nguvu kwenye mapambano dhidi ya ugonjwa wa sickle cell. Kwa hiyo nawakaribisha sana wananchi kwa ujumla kujiandikisha. Michezo ni afya, michezo ni burudani, michezo ni uchumi, lakini kikubwa watakuwa wanakimbia huku wanaokoa maisha. Kwa hiyo niwakaribishe wote, na pia nawashukuru sana wadau wetu wote, Sanlam Allianz, GSM, pamoja na Wasafi Media na wengine wote ambao tunatarajia wataungana nasi tunapoelekea tarehe 26 mwezi wa 7 pale jijini Dodoma. Karibuni sana. Asante. Kwa kumalizia, wakimbiaji tunawatarajia wanaweza kuwa wangapi? Tunatarajia wakimbiaji tufike angalau 15,000 mwaka huu, lakini mbio hizi kama ambavyo nimesema huwa ni experience. Kwa hiyo tuna wakimbiaji ambao wanajiandikisha kukimbia au ndio tunalenga wafike 15,000, lakini kuna wakimbiaji wanaokuja kufurahi tu, au idadi tunategemea wakimbiaji wengi sana wanaokuja kufurahi na wanaokuja kusindikiza wakimbiaji. Asante. Kama hospitali ya Benjamin Mkapa kutoka jijini Dodoma, tumekuwa sehemu ya hii NBC Dodoma Marathon ambayo inategemewa kufanyika tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu, tukiwa tuna lengo sasa na wenzetu NBC kwanza kuhamasisha masuala ya afya, kwa maana watu kufanya mazoezi kwa kukimbia. Tunajua sisi pia katika kuchangia kuleta hamasa na mwamko wa kinga dhidi ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza, sisi kama taasisi pia ni wajibu wetu, pamoja na kwamba tunatibu pia. Lakini pia la pili, tunataka pia kutumia hii marathon kwa kushirikiana na NBC kama wadau wetu kuchangia katika kutunisha mfuko ambao utawezesha watoto wenye ugonjwa wa selimundu wanaohitaji kupandikizaji uloto waweze kupata hiyo huduma. Kwa sababu huduma zinapatikana sasa hivi Benjamin Mkapa, mojawapo ya taasisi pekee inayotoa hii huduma ya aina hiyo kwa wagonjwa wenye sickle cell hapa nchini. Mpaka sasa tumeshapandikiza watoto 30 wenye selimundu na kwa mafanikio makubwa, na karibia wote wamepona, wamerudi katika shughuli zao za kawaida. Sasa hii marathon inaenda kupanua uwigo wa kuwapa huduma wananchi zaidi. Uwezo wetu ulikuwa kama wagonjwa 10 kwa mwaka, tunaenda kupandisha ifike angalau 20 hadi 25 kwa mwaka, hadi 30 actually. Sasa gharama zimekuwa kubwa, serikali inatusapoti kwenye hilo swala, lakini mahitaji yamekuwa mengi. Kwa hiyo sisi na NBC tukaona kwamba tutumie marathon kuunga mkono juhudi za serikali katika kuhakikisha kwamba huduma ya upandikizaji uloto inawafikia wengi hapo katika hospitali ya Benjamin Mkapa. Na wengi hawa ni wale wananchi ambao wanahitaji msaada mkubwa. Hata sisi wenyewe watumishi wa afya na wengine ambao si watumishi wa afya tunahitaji hizo huduma kama tuna watoto wenye matatizo hayo. Kwa hiyo hizi ni collective efforts za stakeholders, kwa maana ya wadau kushirikiana kwa pamoja kuunga mkono serikali. Lakini pia
marathoni hii inaenda kuleta matumaini kwa watu waliokata tamaa. NBC tunawashukuru sana kwamba inaenda kuleta matumaini, kwa maana ya kwamba watu ambao walikuwa hawategemei kupona sasa watapata sapoti kwa kupata fedha ambazo zitasaidia wao kutibiwa, kwa hiyo kuleta matumaini ya maisha na kuwarudisha katika hali zao za kawaida za kimaisha na kuweza kuzalisha katika jamii zetu. Kwa hiyo hayo ndo malengo makubwa ya sisi kushiriki. Kwa nini tumevutiwa kushiriki huku? Tumevutiwa actually baada ya kuona kwamba NBC kwanza wameonyesha ni moyo wa kutukaribisha wakuwa pamoja na sisi, lakini na sisi tulikuwa na hilo wazo la kuwa pamoja na wao. Tunajua kwamba serikali imekuwa ndo mdau wetu mkubwa namba moja katika kufinance huduma za afya, lakini haizuii wadau wengine wenye moyo wa kutoa. Narudia tena, wenye moyo wa kutoa kama sadaka, kama NBC ambao wameonyesha mfano kwamba wana moyo wa kutoa kwa kurudisha sehemu ya biashara yao kwa jamii, ili wananchi au wateja wao waendelee kuwa na afya njema. Kwa sababu NBC pia haiwezi kutunika au kufanya maendeleo makubwa kama wateja wao wanaumwa, hawazalishi. Na sisi Benjamin Mkapa pia hatuwezi kupiga hatua kama wateja wetu hawapati huduma zinazohitajika, lakini pia kuwakinga. Na tunategemea sasa hii marathoni itaenda kujibu hiyo, na ndio maana tumehamasika na sisi kuwa sehemu ya hii marathoni ya 7 ya Dodoma ambayo iko sponsored na NBC pamoja na wadau wengine, tuweze kuhamasisha wananchi wengi kuitikia siku hiyo na kuja kwenye marathon ili tuunge mkono juhudi za wananchi za kutibiwa. Naitwa Dr. Helen Mkondi Senkoro, ni afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya Benjamin Mkapa Foundation. Na leo hii nipo hapa nikiwa kama mdau mmoja wapo ambao tumekuwa tunapata faida ya Dodoma Marathon ya NBC, na tumeanza ushirikiano na benki toka 2023. Na kila mwaka tumekuwa tunaweza kufaidika kupata karibu milioni 100 mpaka 200, nategemea na idadi, lakini kwa ujumla naweza kusema tumeshafaidika kupata karibu milioni 400, ambayo imepelekea kupata wakunga au wauguzi kusoma masomo ya ukunga ambao wako 200. Na wauguzi hawa ambao wako wanafanya huduma kwenye hospitali za serikali ni wauguzi, lakini walikuwa wanataka kujiongeza stadi zao za ukunga. Kwa hiyo wameweza kuanza kusoma masomo ya diploma ambayo ni ya mwaka mmoja, na kupitia hiyo fedha ambayo tunapewa na NBC imeweza kuwasomesha hao 200 ambao wanatoa huduma katika vituo takriban kama 150 sehemu mbalimbali nchini katika wilaya 31. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tumefurahia sana ushirikiano na NBC ambao umeanza karibu miaka 4 sasa, na hasa kwa sababu hii ni sekta binafsi na yenyewe inachangia katika kuimarisha huduma za afya kwa kupitia kuimarisha masuala ya rasilimali watu. Ni mara chache sana unakuta sekta binafsi inaelewa huo mtazamo wa kusaidia kuimarisha rasilimali watu. Wengi wanapenda aidha kwenda kuokoa maisha moja kwa moja ya mtoto au binadamu, kwa hiyo wanaona ile matokeo mara moja, au wengine wanaenda wanajenga, wengine wanatoa vifaa na kadhalika. Lakini katika kumuimarisha mtumishi wa afya huwa nasema ni muhimu vile vile, kwa sababu ni endelevu, lakini pia tunaweza kuwa na majengo mazuri, tuna vifaa, tuna dawa, lakini kama huna mtu ambaye ana utaalamu ni kazi bure. Hizo huduma haziwezi kuimarika. Kwa hiyo tumefurahi kuona kwamba NBC imetambua umuhimu wa mtumishi wa afya au mtaalamu wa afya. Na hii ni kitu kizuri ambacho tungependa kuhamasisha sekta binafsi zingine ziweze kuchangia, kuendelea kuendeleza wahudumu wa afya, wataalamu wa afya, sio tu wauguzi peke yake, hata kada nyingine mbalimbali zingine. Kwa hiyo hao wauguzi ambao tumewasomesha, tumeona kabisa walivyorudi kwenye vituo, idadi ya kina mama ambao wamejifungua watoto salama imepunguza vifo vya kina mama wajawazito, lakini pia watoto wale wachanga wametoka na afya njema. Tumeona sasa kina mama wengi wanataka kwenda kujifungua katika hivi vituo kwa sababu wanajua watapata huduma nzuri na salama. Kwa hiyo hilo ni matokeo makubwa kwetu sisi kama taasisi, tumefarijika sana. Kingine ambacho labda ni vizuri kufahamu kwa upande wa takwimu, tunasema muuguzi mkunga mmoja anahudumia karibu kina mama vizazi 200, anazalisha 200 kwa mwaka. Kwa hiyo ina maana
kwa mwaka mzima hapa kwa awamu 200 karibu tumezalisha karibu 40,000 salama. Kwa hiyo ni impact kubwa sana, ni matokeo makubwa katika nchi yetu, na naamini tumechangia katika matokeo mazuri chanya ambayo tunayaona sasa hivi kwa nchi ya Tanzania, kwa sababu vizazi vya wakina mama vimepungua kutoka 556 mpaka 104 katika miaka mitano, kuanzia 2021 mpaka 2026. Kwa hiyo kwa kweli hii ni kazi kubwa iliyofanywa na serikali, lakini na wadau wa maendeleo pamoja na sekta binafsi. Kikubwa kingine cha mwisho ningependa kusema, tujitokeze kwa wingi kwenye Dodoma Marathon hiyo inayokuja mwezi Julai, na sisi tutakuwepo pia, tutashiriki Mkapa Foundation na tuweze kufanya hayo mazoezi na marathon, kushiriki. Tutakaweza kutembea tutembee, tutakaweza kukimbia tukimbie. Yote ni mazuri pia kwa ajili ya afya yetu sisi wenyewe. Kwa hiyo wote tuweze kushiriki kwa ukamilifu zaidi. Naitwa Dr. Peter Richard Kisenge, ni daktari bingwa magonjwa ya moyo, lakini ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete inafurahi kushiriki NBC Marathon kwa sababu NBC Marathon inakwenda kuokoa maisha ya watoto ambao wana uhitaji wa upasuaji wa moyo. Taasisi ya moyo ina zaidi ya watoto 1500 wanaosubiria kupasuliwa moyo kwa sababu wana shida ya magonjwa ya moyo. Operation moja ina gharimu karibu milioni 4 mpaka milioni 8. NBC Marathon imeleta matumaini kwa wananchi wasiokuwa na uwezo. Kwa mshiriki ambaye atashiriki NBC Marathon, kwa kukimbia kwake ameenda kuokoa maisha ya mtoto ambaye ana shida ya moyo. Kwa hiyo JKCI itashiriki NBC Marathon na itapata tija kubwa sana, kwa sababu kwanza watoto wataenda kuhudumiwa pale, lakini hela zitakazochangwa kwenye NBC Marathon zitaenda kutumika katika kununua vifaa tiba ambavyo vitaenda kuwahudumia wananchi wengi kwa muda mrefu. Lakini hii NBC Marathon zaidi ya kusaidia hao watoto wenye uhitaji, mnavyofahamu JKCI ilianzisha kauli mbiu ya jua namba zako, na moja ya sababu ya kulinda magonjwa ya moyo na sioambukiza ni kukimbia. Watu watakapoingia kwenye NBC Marathon watakuwa wamejilinda na magonjwa ya moyo pamoja na magonjwa ya sioambukiza. Kwa hatua moja unayoikimbia inakulinda afya yako. Kwa hiyo faida nyingine ambayo inaenda kutokea ni kwanza watu wataenda kujiokoa na magonjwa yasiyoambukiza. Lakini kitu kingine kinachoenda kuleta faida kwenye hii NBC Marathon ni kwamba serikali inaenda kupata vile msaada, ambapo kwa sababu serikali imekuwa ikitoa gharama zote kwa kuwasaidia hawa watoto ambao hawana shida. Sasa NBC nayo inaenda kuwasaidia ikishirikiana na wadau mbalimbali ili kuweza kuwasaidia. Kwa hiyo faida nyingine ni kwamba NBC imeisaidia vile serikali katika kuwaletea huduma wananchi. Kwa hiyo tunaenda kupata matumaini zaidi kwa wananchi. Kwanza niendelee kuwapongeza NBC Marathon. Huu ni msimu wa 7. Leo tumeenda kuzindua msimu wa 7 wa mbio hizi kubwa na za kimataifa ambazo zinaenda kufanyika Dodoma. Kwa hiyo NBC Dodoma Marathon imeendelea kuwa fursa kubwa kwa wana Dodoma na Watanzania kwa ujumla. Wao unafahamu safari hii karibu wakimbiaji 15,000 tunawategemea kudondoka pale Dodoma. Kwa hiyo ni kwenda kuchechemua pia uchumi. Wachilia mbali ile kukimbia tu siku moja, lakini ile kukutanisha watu, manake mama ntilie, nyumba mbalimbali pale Dodoma, lakini magari pia yatafanya biashara, sehemu ambazo za starehe zitakavyo pata watu. Kwa hiyo ni mbio ambayo kusema kweli inaenda kutengeneza fursa kubwa kwa watu wa Dodoma na wa Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana NBC kwa hili kwanza. Lakini pia ni mbio ambayo inaenda kuokoa maisha. Umeona hapo safari hii imeongezwa kuhusiana na sickle cell. Kupitia hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma, nao naenda kupewa fungu lao kwa ajili ya huduma. Ona
kumhudumia mtu mmoja wa sickle cell, umeona gharama yake ni kubwa. Kwa hiyo hii kusema kweli tuwapongeze NBC, wameendelea kwenda kuokoa maisha, lakini dhima bado ya wakunga, kuhusiana na wakunga iko pale pale, kuhusiana na kusaidia kina mama kansa ya shingo ya kizazi iko pale pale. Kwa hiyo umeona namna gani mbio hizi si tu kukimbia, lakini ni mbio ambazo zinaenda kuokoa maisha ya watu wetu. Ndio. Pamoja na hayo bwana, watu wamekumisi wanatamani kusikia neno lako juu ya mbio za ubingwa wa NBC. Bwana, mbio za ubingwa wa NBC sasa zimefika patamu. Hii ndio ligi sasa. Sio ile ligi unamwona mtu ameachwa pointi 10, pointi ngapi mtu anaanza ubingwa. Ligi inataka hivyo, unaachwa pointi 1, pointi 2, mtu akijichanganya mwingine kapita. Kwa hiyo ndio, hii ndio utamu wa ligi. Na mimi nakwambia safari hii bingwa tunaenda kumpata nadhani mpaka katika mechi ya mwisho. Yaani tunakuwa na uhakika safari hii ligi yetu sio ile ligi ya mechi 6-7 hamna. Kwa hiyo mimi nimefurahishwa sana na kasi ambayo Simba wameipata katika mechi zao hizo. Simba toka wamemaliza michuano ya Muungano wamekuwa wa moto kweli kweli hata kwenye ligi. Ujio wa Chama tayari chemistry yake imeshakubaliana na wenzie pale, unaweza kuona kwamba imekuwa ya moto. Young Africans bado wako vizuri, wala mimi sina shaka nao. Nimeona pamoja na kupoteza mechi yao na Dodoma, lakini nimeona mechi iliyofuatia na JKT Tanzania, michuano ya CRDB Federation Cup, wameonyesha uwezo wao na bado nawaona bado wanaweza kwenda kuchallenge title yao hiyo wanayoshikilia. Kwa hiyo kwa hakika naiona ligi waoka mikate. Azam FC wanakuja nao japo pengo lile mahesabu yanawakataa, kwa sababu lazima uombee hizi miamba yote miwili ijikwae. Sasa sio mchezo kwa miamba yote ijikwae, kati yao hamna mpeche na kati yao hakuna mpeche. Lakini miongoni pia mwa michezo ambayo itakuwa ya kuvutia zaidi, Young Africans pia anaenda kukutana na hao waoka mikate. Kwa hiyo ni moja ya mechi ambazo pia zitaleta hamasa. Kwa hiyo naiona ligi kusema kweli ni tamu, imefika patamu. Maneno ya Swaiba wako Julio, ndio huko anapokea vipigo kwenye timu ambazo kidogo anazivimbia, unaweka nini? Julio ni kocha mhamasishaji, ni kocha wa hamasa. Umeona ameizungumza wekundu wa Msimbazi Simba, akakutana na kipigo. Kakutana na Oka Mikate, akakutana na kipigo. Bado ni mwalimu mzuri, kwa anaendelea kupambana. Sema wakati mwingine vijana wamemwangusha. Mashujaa safari hii sio Mashujaa ile tulishuhudia ambayo imepanda ligi wakati ule msimu ule wa kwanza. Safari hii kumekuwa na wametepeta panda shuka kwao, kwa sababu wameshindwa kuutumia vizuri uwanja. Ulikuwa Mashujaa ile iliyopanda, ukiingia Lake Tanganyika utoki salama, lakini hii watu wanaingia Lake Tanganyika wanakupiga sebuleni pale pale na wanaondoka. Kwa hiyo kusema kweli Julio wachezaji wamemwangusha, hilo lazima niseme ukweli. Ni mwalimu ambaye namuamini sana, lakini wachezaji wamemwangusha. Basi tukushukuru sana. Asante sana.